Kundi la wapiganaji la Hamas linasema ndani ya miaka miwili limejenga historia kubwa katika ulimwengu baada ya kufanya shambulizi la kimbunga cha Aqsa, ambapo wanasema lilikuwa ni jibu la kihistoria kwa njama ya kufuta kadhia ya watu wa Palestina. Msemaji wa wanaharakati wa wapiganaji wa Kipalestina Hamas amesema kuwa operesheni ya kimbunga cha Aqsa haikuwa vita tu vya kuwashinda wavamizi, bali ni hatua ya mabadiliko ambayo ilifichua sura halisi ya watu wa Israel ambao waliamua kuwatenga wa Palestina, hasa Waarabu wa maeneo yote upande wa ukanda wa Gaza, lakini pia na maeneo ya mto Jordan. Fawz Baharum, msemaji wa wapiganaji wa Kiislamu wa Hamas na kiongozi mwandamizi wa Hamas, amesema hayo mnamo Jumanne katika kumbukumbu ya mwaka wa pili wa operesheni ya Al-Aqsa na kubainisha kwamba operesheni hiyo ni mwanzo wa kuhesabika na kufikia tamati uvamizi wa ukaliaji wa mabavu duniani. Hata hivyo, aliulizwa ni kwa nini Hamas walifanya mashambulizi katika eneo la kusini mwa Israel na kukamata watu kwa weka mateka, lakini pia kuua baadhi ya watu wasiokuwa na hatia. Msemaji huyo wa Hamas alidai kwamba mpango wa Hamas ulikuwa ni kuhakikisha inahitaji kuwaondoa wanaokalia kwa mabavu maeneo mbalimbali ya Palestina, hasa Israel ambayo ilikuwa ikiwatuma watu wao kuhakikisha inakalia kwa mabavu na kuwaua raia wasiokuwa na hatia katika maeneo mbalimbali, kwanza katika eneo la ukanda wa Gaza na ukingo wa magharibi mwa mto Jordan. Msemaji huyo wa Hamas amesema kuwa wamekuwa wakipata uungwaji mkono kutoka kwa wananchi wa Palestina katika kuhakikisha inasambaratisha mipango ya uvamizi wa kutekwa maeneo yao, na kwamba operesheni walioita kimbunga cha Aqsa lilikuwa ni jibu la kihistoria kwa njama za kuangamiza kadhia ya Palestina pamoja na malengo yake matukufu. Hata hivyo, Hamas imesema kwamba imejenga historia kubwa ulimwenguni. Ni kwamba ndani ya miaka miwili Israeli imekuwa ikipata misaada mikubwa kutoka katika mataifa mbalimbali ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na misaada mikubwa kutoka nchini Marekani, lakini imekuwa ikipambana zaidi dhidi ya kundi hilo bila mafanikio yoyote. Katika siku ya jana ya Oktoba 7 ilisadifiana na kutimia miaka miwili tangu wanaharakati hao wa Hamas wa Palestina walipotekeleza operesheni ya kile walichokiita kimbunga cha Aqsa na kutoa pigo kubwa la kihistoria dhidi ya utawala wa Israel. Operesheni hiyo ilifanyika katika eneo la mpaka kati ya Gaza na ardhi ya Palestina zinazokaliwa kwa mabavu ambazo zimepachikwa jina la Israel. Operesheni hiyo ilianza wakati wa alfajiri. Vikosi vya Hamas kwanza vilipiga maeneo ya Israel kwa kutumia maroketi na walirusha makombora karibia 5,000. Baada ya hapo walivuka ukuta uliojengwa na jeshi la Israel na kuingia kwenye maeneo ya walowezi wa Israel. Zaidi ya wanajeshi 1,400 wa Israel, kulingana na Hamas, wanadai kwamba waliangamizwa na wengine 3,500 walijeruhiwa kwenye operesheni hiyo ya kishujaa ambayo Hamas wanadai ni historia kubwa iliyojengwa katika kipindi cha miaka miwili. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.